Pentagon inatafuta nyongeza ya dola bilioni 80 kutoka kwa bunge la Congress ili kugharamia vita dhidi ya Iran, huku shinikizo la kisiasa likiongezeka kwa rais wa Marekani Donald Trump kutokana na kushuka kwa umaarufu wake na hali ngumu ya kiuchumi inayowakabili wa Marekani. Taarifa hiyo imeripotiwa na shirika la habari la AP likieleza kuwa ombi hilo jipya la fedha linaibua mjadala mkubwa kuhusu gharama halisi ya operesheni za kijeshi za Marekani katika mzozo huo. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, ingawa ofisi ya usimamizi wa bajeti ya ikulu ya White House bado haijawasilisha rasmi ombi hilo kwa Congress, waziri wa ulinzi wa Marekani pamoja na naibu wake tayari wamekuwa wakifanya mazungumzo na maseneta wa Marekani wakishinikiza fedha hizo ziidhinishwe. Naibu waziri wa ulinzi ameripotiwa kuambia wajumbe wa kamati kadhaa za Congress kwamba ombi la fedha tayari limewasilishwa na linatarajiwa kupelekwa rasmi bungeni. Ombi hilo la dola bilioni 80 linakuja juu ya mpango wa White House wa kuongeza bajeti ya Pentagon hadi kufikia dola trilioni 1.5, kiwango ambacho kimeripotiwa kuwa ni ongezeko la karibu 50% ukilinganisha na bajeti ya sasa ya mwaka wa fedha. Hali hiyo inaonyesha jinsi vita dhidi ya Iran vinavyotarajiwa kuongeza kwa kiasi kikubwa matumizi ya kijeshi ya Marekani, wakati tayari nchi hiyo inakabiliwa na deni kubwa la taifa pamoja na malalamiko ya wananchi kuhusu kupanda kwa gharama za maisha. Ingawa kiasi cha dola bilioni 80 ni kidogo ukilinganisha na makadirio ya awali ya Pentagon ya dola bilioni 200 yaliyotajwa kabla ya vita kuanza, bado ni kikubwa zaidi kuliko makadirio ya dola bilioni 29 ambayo Hexat aliwahi kuyawasilisha mbele ya Congress mwezi uliopita wakati wa ushahidi wake. Tofauti hiyo kubwa kati ya makadirio ya mwanzo na ombi la sasa imeibua maswali kuhusu ukubwa wa gharama za vita hiyo na namna ambavyo utawala wa Trump umekuwa ukikadiria matumizi ya operesheni hizo. Kwa mujibu wa Hexat, fedha hizo zinatarajiwa kuelekezwa katika maeneo kadhaa muhimu ya kijeshi, ikiwemo kupata silaha mpya na mabomu yaliyotumika vitani, kukarabati vifaa vya kijeshi vilivyoharibika, pamoja na kugharamia operesheni za kuendelea kuweka wanajeshi wa Marekani katika maeneo ya uhasama. Hii inaashiria kuwa licha ya mazungumzo ya kisiasa yanayoendelea kuhusu mwelekeo wa mzozo huo, Pentagon bado inaandaa mazingira ya kuendeleza uwepo wa kijeshi kwa muda mrefu. Ripoti hii pia inakuja wakati ambapo utawala wa Trump unakabiliwa na ukosoaji wa ndani kuhusu gharama za vita hivyo kwa walipa kodi wa Marekani, hasa wakati uchumi wa nchi hiyo ukionyesha dalili za shinikizo kwa wananchi wa kawaida. Kupanda kwa gharama za maisha, mfumuko wa bei na mjadala kuhusu matumizi makubwa ya kijeshi vinaweza kuongeza pressure kwa White House na wabunge wa Republican wanaounga mkono vita hivyo. Iwapo Congress itaidhinisha ombi hilo, itakuwa ishara kwamba Marekani iko tayari kuwekeza fedha nyingi zaidi katika operesheni zake dhidi ya Iran, jambo ambalo linaweza kuongeza mvutano wa kisiasa ndani ya Marekani na kuibua mjadala mpya kuhusu kama vita hivyo vina malengo ya wazi, gharama zinazoweza kudhibitiwa na mwisho unaoeleweka. Kwa sasa macho yataelekezwa Washington kuona kama White House itawasilisha rasmi ombi hilo na jinsi wabunge watakavyolipokea katika mazingira ya mgawanyiko wa kisiasa na pressure ya umma. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.